Aisha Gaddafi, binti wa kiongozi wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi, ametoa ujumbe mkali kwa wananchi wa Iran akiwatahadharisha kuto kuamini ahadi za nchi za Magharibi kuhusu kufikia amani kupitia mazungumzo. Aisha, ambaye kwa sasa anaishi uhamishoni nchini Oman, alitoa ujumbe huo kupitia mitandao ya kijamii akirejea kile kilichotokea Libya baada ya serikali ya baba yake kuamua kuachana na programu zake za silaha mwanzoni mwa miaka ya 2000. Katika ujumbe wake, Aisha alisema anaizungumza Iran akiwa na maumivu makubwa kutokana na kile alichokiita usaliti wa nchi za Magharibi. Alisema baba yake aliwahi kupewa ahadi kwamba ikiwa Libya ingeacha programu zake za nyuklia na makombora, basi nchi hiyo ingeanza kushirikiana na dunia na kuondolewa katika vikwazo. Hata hivyo, alidai kuwa mambo yaliishia tofauti baada ya muungano wa kijeshi wa North Atlantic Treaty Organization kuanzisha mashambulizi ya anga dhidi ya Libya mwaka 2011. Mashambulizi hayo yalifanyika baada ya azimio la Umoja wa Mataifa kuruhusu hatua za kijeshi kulinda raia wakati wa maandamano dhidi ya utawala wa Gaddafi. Hatua hiyo ilisababisha kuanguka kwa serikali ya Libya na baadaye Muammar Gaddafi kuuawa na waasi. Aisha alisema tukio hilo liligeuza Libya kuwa nchi iliyojaa uharibifu, umwagaji damu na mgawanyiko wa kisiasa, hali ambayo bado inaendelea hadi leo. Kutokana na uzoefu huo, aliwaonya viongozi na wananchi wa Iran kuwa makubaliano na nchi za Magharibi yanaweza kuleta madhara makubwa badala ya amani. Katika ujumbe wake alisema kuwa kujadiliana na adui ambaye hana nia ya kweli ya amani ni hatari, akifananisha hali hiyo na kondoo anayejadiliana na mbwa mwitu. Aidha, aliwasifu wananchi wa Iran kwa ustahimilivu wao licha ya vikwazo vya kiuchumi na shinikizo la kisiasa kutoka mataifa Magharibi. Alisema ujasiri wa Iran ni mfano wa taifa linalosimama kulinda uhuru wake. Katika ujumbe huo pia aliitaja nchi kama Cuba, Venezuela na Korea Kaskazini, akisema mataifa ambayo yamesimama dhidi ya shinikizo la Magharibi yameendelea kukumbwa katika historia. Ujumbe wa Aisha Gaddafi umeenea kwa kasi katika mitandao ya kijamii na kuchochea mjadala mpana kuhusu vikwazo dhidi ya Iran pamoja na mazungumzo kuhusu programu ya nyuklia nchi hiyo ambayo yalivunjika siku chache zilizopita baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya taifa la Iran.